hauwezi ukawa msanii mkubwa bila kuitwa BASATA, kwa sababu BASATA kwenye sanaa ndio nyumbani. Kwa hiyo kama haujawahi kuitwa BASATA, wewe bado sio msanii. Kwa bahati mbaya sana watu wengi wanamtazamo kwamba ukiitwa BASATA umeitwa kwenye mambo magumu tu. BASATA ni mahali ambako kuna vitu vingi sana positive ukija. Kuna vitu vingi sana vya kujifunza. Kuna elimu ya bure ambayo uko mtaani ungeweza kuilipia, lakini ukija BASATA unaipata bure. Kwa hiyo kama haujawahi kuitwa BASATA, wewe bado hujawa msanii. Okay. Kwa maana yake hauna mabaya, hauna mazuri. Sasa huko kwenye sanaa unafanya kitu gani? Kwa hiyo nafikiri ilikuwa ni habari njema sana baada ya kupata wito wa kuitwa BASATA, nikasema sasa yes, nimeenda kuwa msanii aliyekamilika zaidi. Hii ni ngoma yako ya kwanza tu unaitwa BASATA. Inaleta picha gani kwenye muziki wako? Kwamba nimekuja nyumbani. Nimetambulika rasmi sasa kwamba kuna msanii mpya, na nimekuwa nikizungumza mara nyingi kwamba mimi sio underground. Mimi ni msanii mpya superstar. Unanielewa? Kwa hiyo nimekuja kwenye nimeitwa nyumbani, na kuanzia sasa chochote kile nitakachokifanya lazima kipitie pia kwenye miongozo ya nyumbani, ambako kwenye tafsiri yangu hapa ni BASATA. Kwa hiyo yani kama nimeenda kuongeza hasira zaidi. Okay. Za kutoka hapa kiende kikanuke. Yani mkinipa dakika chache tu hapa kuna jambo lingine linaenda kutokea muda so mrefu. Okay, sawa. Kwenye ngoma yako hii mpya, kwa nini Joh Makini na isiwe Baba Levo? Siwezi kufanya kolabo na Baba Levo. Kwa sababu uwezo wake ni mdogo sana. Amekuwa kwenye sanaa kwa miaka mingi sana, hakuna kitu chochote kile ambacho anaweza kaonyesha amekipata kwenye sanaa. Alafu kwa namna ambavyo game imebadilika, Baba Levo ni msanii wa zamani. Yani time imemkimbia, yamebakia huko. Mwendo ni speed sana ambayo hawezi. Hayuko kwenye mizania ya kufanya collab na mimi. Kwa hiyo inabidi ajipange sana, arudi huko K-Town people, labda arudi huko kwa ndugu zake ndio anaweza kufanya chochote. Mimi niko kwenye level nyingine kabisa. Oscar, waliopata nafasi ya kusikiliza ule wimbo wanasema kwamba ule utunzi kabisa kusikiliza ni kama Baba Levo ndio ameweza kuandika ile ngoma. Baba Levo hana uwezo wa kuandika ngoma kama hiyo, na nitakwambia and I stand to be corrected. Niambie kuna msanii gani mpya amewahi kutoka kwenye nchi hii ndani ya siku moja msanii mpya akapata views zaidi ya 100,000 on YouTube? Nitajie msanii mpya kabisa kwa mara ya kwanza, siku ya kwanza ndani ya masaa 24 akawa na views 100,000. Kuna uwezekano mkubwa sana hii ni record ambayo imewekwa na mzee wa Kaliwa. Ndani ya masaa 24 views 100,000 kwa msanii mpya, ndo anasikika kwa mara ya kwanza, na mgongoni kwake hakuna lebo, hakuna msanii yoyote yule ambaye amewekwa kumgongoni, ni yeye mwenyewe, show ya mwanaume mmoja. Nitajie hapo. Labda watu wanaweza kusema ukubwa wako ambao unao kwenye industry ya utangazaji huenda ndio ambayo imekupa kama lift. Mimi nina ukubwa wa utangazaji, lakini nina upya wa sanaa. Unanielewa? Mimi ni sanaa mpya tena. Mimi nina ukubwa kwenye media, utangazaji na uandishi wa habari, lakini sina ukubwa huo wa kwenye sanaa ya uimbaji. Wakati kikao kikiendelea na Mheshimiwa Mapana akiwa na play ile nyimbo, nikakuona ukawa mtulivu sana. Ulikuwa unawaza nini? Mniombee. Yani nyimbo ni mniombee. Wanaposikiliza watu wenye mamlaka, sisi wengine inabidi ni dua tu kwamba mniombee, kwa sababu ndicho ambacho kimeimbwa. Na ndio maana unaona hata wakati Dr. Mapana ameniuliza, ule ndio msingi wa ule wimbo. Wako watu wengi sana wanafanya maovu kwenye jamii yetu, na hatutaki kusema ukweli, kwa sababu kuna namna tunataka tufiche watu wasiujue ukweli. Hata huo umekosa namna gani, bado una nafasi mbele za Mwenyezi Mungu. Ule wimbo unazungumza ni dhambi tupu kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa wimbo. Na tunaambiwa pia kwenye vitabu vitakatifu kwamba mwanadamu sio mkamilifu. Na ndio maana kwenye kila dhambi niliyoitaja, kama kwa lugha ya picha, mbele yake ulikuwa unaona kama napiga magoti kwamba hii ni dhambi. Na ndio maana nimetaja viongozi wakubwa wa kiimani, kwa wale ambao tunaamini Mungu yupo. Wale ndio viongozi wetu ambao wapo kwenye kutusaidia, kwenye kutuongoza na kutufanya kuwa watu wema zaidi. Kwa hiyo
hata uwe mkosefu vipi, bado mbele za Mwenyezi Mungu uko mlango wa toba, uko mlango wa msamaha. Na hiki ndicho ambacho kinaimbwa kwenye ngoma ya Mniombee. Sawa, Oscar, natamani sana kusikia take ya bosi wako Diamond Platinum baada ya kuisikia ngoma yako. Kuna mazungumzo yote ambayo umeyazungumza, comments yoyote kupitia ngoma yako? Amesema Oscar ndio msanii mkubwa wa hip hop anayekuja hapa nchini. Unanielewa? Na amefurahia kila ambacho kilifanyika kwa sababu naye pia hakuwa anajua. Kwa hiyo nilitaka kumsurprise. Nilitaka niwe na mawazo huru bila kushirikisha watu wengi sana wakati unataka kushift kutoka career moja kwenda career ya pili. Unakumbuka mimi nilianza maisha wakati nimetoka chuo, nilianza maisha na ualimu. Nifanya kazi serikalini. Fundisha sekondari kama miaka 5 hivi. Baadaye nikaenda chuo kikuu nikafanya kazi kama mwaka 1.5. Lakini baadaye nikataka kushift kutoka kwenye ualimu kwenda kwenye uandishi wa habari na utangazaji. Wakati nataka kuswitch sikumshirikisha mtu. Kwa sababu unapotaka kufanya maamuzi makubwa kwenye maisha usipende sana kushirikisha watu. As long as wewe unaamini katika hayo mawazo. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho kilitokea. Kwa hiyo nika switch. Nilivyoenda kwenye uandishi wa habari na utangazaji, nako pia mbona huyu ni mwalimu? Sasa huyu mwalimu amefikaje huko kwenye uandishi wa habari na utangazaji? Lakini nikaendelea kufanya kazi iliyokuwa bora, na ndio maana saizi jumuiya ya Watanzania wengi wananitambua kama mwandishi wa habari na mtangazaji. Hakuna mtu anakumbuka kama mimi ni mwalimu pia, na ni mwalimu kitaaluma. Sawa. Same thing. Wakati nataka kuswitch kutoka kwenye uandishi wa habari na utangazaji na kwenda kwenye career nyingine, sikutaka kushirikisha watu. Nilitaka ni switch kwanza, baada ya kuwa kila kitu kimeshakaa sawa, alafu ndio naweza nikawaengage watu. Kwa mfano niwape tu habari njema, ni kwamba tayari kuna nyimbo 20 ambazo zimeisha kamilika kwenye kila kitu, na kwa mwongozo ambao nimepewa leo BASATA. Kwanza naenda kukamilisha usajili. Nilikuta nimeuanza kabla ya kuachia hii nyimbo ya Mniombee, kwa sababu nilishauliza na nikaambiwa utaratibu. Wakati nimekuja hapa kutaka kufanya hiyo registration, tulikuta mtandao uko down. Na tayari ile nyimbo nilikuwa nimesha process kwenye platforms. Unajua kipa siku kadhaa wimbo utakuwa umetoka, ndio maana wimbo umetoka kabla ya kufanya huu usajili. Lakini leo sitotoka hapa mpaka usajili huo umekamilika. Nitakuwa nimelipa pia na ada yangu hiyo ya mwaka ili kurasimisha hiki ambacho nakifanya. Na baada ya hapa ni tuone sasa hizi ngoma 20 tunazifanyaje kuzipeleka kwa wananchi waende kupata burudani. Okay, na natamani kufahamu kitu kimoja kutoka kwako. Swali la mwisho samani, lakini Oscar umeamua kuingia kwenye muziki ili ufanye nini? Kazi ya muziki ni ile. Ni kuelimisha, ni kuburudisha, ni kuonya, kwa sababu muziki ni sanaa. Kwa hiyo nimeingia kwenye muziki ili nifanye kazi ya sanaa. Nikiwa mwandishi wa habari na mtangazaji sifanyi sanaa, na nafanya taaluma. Misingi ya maadili kuna namna inaingiliana. Maadili unajua karibu yote. Karibuni sana kliniki yetu ya meno Makutano. Tunatoa huduma za meno kama ifuatavyo. Tunang'oa meno bandia, kuziba meno, kusafisha meno. Tunafanya operation ya kinywa. Tunapatikana Vikindu Madafu, Makutano Pub. Tunafungua kuanzia saa 11 alfajiri na tunafunga saa 4 kamili usiku. Mawasiliano zaidi ni haya hapa: 0740797598. Kwa afya bora ya meno yako, basi njoo haraka sana tukuhudumie. Nyote mnakaribishwa.